Habari mabibi na mabwana, mtazamaji msikilizaji, na karibu katika segment ya 6 ya dibaji yetu katika project hii. Na katika kipande hichi na kinachofuata, kama hitimisho la dibaji, mazungumzo yangu katika hitimisho nitazungumzia degeneration. Katika kipande cha kwanza na kinachofuata nitazungumzia degeneration. Yani nasema jamii yetu inapitia mporomoko mkubwa sana, kifikra, kiakili, kimaadili. Kifikra, kiakili, kimaadili, kimaendeleo na katika kujitegemea. Kwa wengi, yes, hii ni breaking news. Hii ni breaking news part 1. Karibu. Hello mabibi na mabwana, karibuni sana na karibuni tena katika mjadala wetu endelevu. Mjadala niosema kwa neema Mwenyezi Mungu mjadala huu utakuwa ni endelevu. Mjadala ambao nimesema vile vile ni mjadala mpya, tofauti kabisa. Mjadala mtambuka, chanya na wezeshi, yani transformative. So hii ni segment muhimu sana katika kukuandaa leo tunapokwenda kuanza mjadala wenyewe pase, kuanzia segment ya kwanza part 1 ya mjadala wenyewe pase unaanza punde baada ya hitimisho la leo. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na nadhani kwa kuwa haujachelewa, walike wote walio sehemu ya familia yako, wote unaotakia mema ili waseme mjadala huu ili wasipitwe wakachelewa. So sasa tunapokwenda kuhitimisha eneo hili la awali, eneo la kwanza yani dibaji iliyotanguliwa na forward, yote kwa moja ikiwa ni mazungumzo ya awali, mazungumzo baina yetu makundi haya mawili. Kundi la kwanza upande mmoja, wewe mtazamaji, msikilizaji, bwana, wewe mzazi, wewe mlezi, mwajiri, mwalimu kwenye shule, mwajiri kwenye makampuni, viongozi pahala pa kazi, pahala pa kuabudia, watunga sera, wawakilishi wa watu, washauri wa wenye maamuzi, na ninyi wote wenye dhamana na hatma ya jamii yetu within the hollow of your hearts. Ninyi wenye dhamana ya hatma ya wanetu, hatma ya jamii yetu mikononi kwenu. Upande moja ninyi, mazungumzo baina yangu nyie, mazungumzo baina yetu ninyi. Upande wa pili mie kutoa hoja. Kumbuka nasema mazungumzo haya nimeandaa ya awali baada ya kumaliza kwa tumehitimisha series ya kwanza, sehemu ya kwanza mpaka 25, lakini nikawiwa kuandaa mazungumzo haya ili kuandaa kwa sababu nilizoeleza 6 kwa nini nimeanza kujenga msingi ya hoja. Kwa kujenga misingi ya hoja baada ya kuletea mjadala wenyewe wala kutambulisha. Kumbuka sijitambulisha bado wala mjadala wenyewe. Nimeanza kwa maelezo hayo nimetoa katika sehemu iliyotangulia, nimesema maelezo 6 kwa nini nimeanza. Nimeanza segment ya nadhani nimeeleza sababu 6 kwa nini nimeanza kujenga msingi kwa hoja na mapendekezo yangu, na nikaghairi kidogo kwanza kwa kutambulisha kutoa hoja na mjadala wenyewe. Mazungumzo haya ni maalum kuandaa ili ushiriki mjadala huu kwa aina, nature na kiasi, scale sahihi ili upate manufaa sahihi stahiki. So ili uweze kutimiza malengo yako, kufikia ndoto zako, ili uweze kunufaika na mjadala huu, sasa jiulizeni moja, are we there yet? Je, tumekwisha fikia ukomo wa mafanikio yetu? Kama bado, basi amkani wamshini na wenzako wote unaotakia mema, sema familia yako, sema taasisi yako, sema jumuiya yako, community yako, society yako, watu wako wote unaotakia mema, wamshini wasichelewe wakachelewa. Tambuani ikiwa kama hatujafikia, nasema are we there yet? Are you umekwishafikia ukomo wa mafanikio yako? Kama bado, basi tambuani tunahitaji mwanzo. That's all I'm saying. Nasema vile vile kwa woga huo, tafakarini kama tuko sawa sawa. Jiulizani bila uoga. Ndio. Are we there yet? Moja, familia, taasisi na jamii. Are we there? Tumefikia? Are we there yet? Tumefikia mafanikio yetu? Tumefikia ukomo wa mafanikio? Tumefikia uwezo wetu? Na mwisho, hatujafikia kilele cha ubora wetu
moja moja, family, taasisi, jamii na human race kwa ujumla. Bado kama bado, basi I insist, you need me. Don't deny it, you need me. Kama ni hivyo, nasema mnahitaji mawazo mapya na timba mbadala, aina mpya ya material za kujengea ili kasri letu jipya. So la kwanza, jiulizeni, are we there yet? Tushafikia ukomo wetu, ukomo mafanikio yetu, ukomo mawazo wetu? Kama hatujafikia, basi tunahitaji mawazo mapya. Pili, watu na mawazo makubwa kama haya yanayokuleteani leo, transformative, chanya, wezeshi, huja rare na aghalabu fine between. Tafakari ya pili hiyo, tafakuri ya pili hiyo. Mawazo mapya, mema, makubwa, transformative, hayaji mara kwa mara na huja baada ya muda mrefu na gap kubwa kati yao. Mawazo na vile watu wenye mawazo ya aina hiyo, courage, audacity hiyo ya kufikiria na kutafakari na kuleta mawazo hayo kwa jamii. Kwa maana hiyo nimesema kama ni hivyo, basi hii ni ndio nasema kama ni hivyo, hii ni ngekewa. Kwani mawazo haya, hoja za aina hii, mapendekezo haya, mjadala huu, fikra hizi, vichwa vya aina hiyo, hii ni ngekewa. Nimesema ni boon, ni God sent, ni windfall. Kinyambo nikasema, Wanyambo huita echibonomwe, wala haja ya kima. Nimesema echibonomwe. Hawapati watu fursa ya kupata mawazo na fikra kama hizi. Kwa hiyo hongera sana kwa kuwa wewe umekuwa katika wakati uliobahatika kushuhudia mawazo haya, na yumkini fursa ya kuanza kubadili fikra zako, mawazo yako, na hatimaye kuelekea katika ndoto yako na ukubwa ule ambao ulikusudiwa kwako wakati wa kuumbwa kwenu. Nasema hii ningekewa, maana jambo kama hili, watu kama hawa, mawazo kama haya hayaji mara kwa mara. So mkisita mkashilishali, mtachelewa. Vile nasema, amua muamuavo, lakini tambuani kuna consequences za maamuzi yenu. Yapo matokeo, madhara. Kuna madhara ya maamuzi yenu leo. Navyoalikani, tunavyokwenda kuanza sasa mjadala pase, tunaanzia segment. Kwanza inaanza punde tu baada hitimisho segment kati ya mwisho ya mazungumzo ya. Sema kuna madhara ya maamuzi yenu ikiwa mtaamua kujitenga na mjadala huu na pamoja na kuendelea na business as usual. Kuna madhara, yani kumpotezea mtoa hoja. Nasema nani huyu? Kara. Maana wa seremala. Nasema fanyeni maamuzi bado, lakini fanyeni maamuzi sahihi. Maana time and tide wait for no man. Muda hautakusubiria nini. Sema mkiwa vuguvugu ukaendelea kushilishali, usita, mtapitwa na kupoteza fursa ambayo sawa na chibonomwe, taa kubwa huonekana angani sawa na nyota ya mashariki, inapita alafu kupotea. Hii ni fursa yako na hakuna sihiri, usipoteze. Ilikuwa ya pili. Tatu, tafakarini. Unapokwenda kufanya maamuzi, kwa kunifuata na kwa kina, kwa dhati. Tunapokwenda kwanza kuu. Tatu, nasema kama jamii na dunia kwa ujumla, ima tumepoteza watu wazuri au tumewaficha au wamejificha.
upande mmoja. Lakini kwa upande wa pili, kama familia, taasisi, jamii na human race, tunapitia mporomoko mkubwa sana kiakili, kifikra, kimaadili, lakini pia uwezo wa kutenda, uwezo wa kuwa na maamuzi sahihi, vipaumbele sahihi, uwezo wa maono. Kwa jamii tumeporomoka, tunapitia katika kipindi ambako watu wazuri nasema wamepotea, lakini vile vile tunapitia katika mporomoko mkubwa sana. Hii nimeiita degeneration. Sasa sikia hapo. Nasema tunapitia degeneration ya kutisha. Lakini hatari kubwa zaidi ni kuwa siye bata tu. Yetu bata si. Bata. Business as usual, shangwe, na yumkini tunasherehekea kama wazuri. Physiology ya mwalimu. Tunasherehekea kama mazuri. Tunapewa fursa almasi na kichupa. Tunachagua kichupa, alafu tunasherehekea kama mazuri. Mwalimu wangu. Mimi nasema kama hamuoni degeneration hii, aina hii kubwa ya degeneration inayotokea katika jamii. Katika kati zilizopita nimesema, tarejelea hii. Nimezungumzia habari ya Olimpiki. Nilikuwa na medali 2 tu za Olimpiki tangu tujapata medali nyingine katika Olimpiki tena. Nasema kuna degeneration kubwa sana, poromoko mkubwa sana kifikra, kiakili, kimaadili katika vipaumbele vyetu kama jamii, na yumkini kama human race. Kama ni hivyo, nasema hii mwalimu akasema tunaendelea sisi na bata, kwa hiyo kushangilia na kuchekelea kama mazuri. Mimi nasema kama hamuoni degeneration hii, basi there must be something fundamentally wrong. Yes, I said it. Kama hamuoni kuporomoka huku kwa viwango vya watu wetu, vya jamii yetu, kifikra nasema, na vipaumbele vyetu katika misingi ya jamii, basi there must be something fundamentally wrong with you. I said it. Mama snitch, ninyi mnaojipa moyo kuwa hii ni bla bla, nasema tafakarini and then prove me wrong. Pitia literature graduates, nimeweka takwimu za kutosha. Ndio, jiulizeni hapa evidence. Yuko wapi Mwalimu Nyerere mwingine? Yuko wapi Shaban Robert? Yes, hata yuko wapi Nyambui, Philbert Bayi mwingineo? Yuko wapi? Yuko wapi TX Moshi? Yuko wapi 24? Yuko wapi Samata mwingineo? Tell me. Ujue watu wa aina hii hawazuki. Watu wa aina hii na kinyume chake. Watu hawa ni crop ya malezi majumbani, mashuleni, pahala pa kuabudia, madhabahuni, katika TV, katika radio, katika social media, majiani, majumbani, katika gahawa na katika maskani zetu. So, think. Tafakarini, and yes, si lazima mtanielewa haraka. Si wote mtakuwa na kipaji cha kuelewa haraka sana. Kianzia kwa utashi na mimi. Hivyo na shaurini, si lazima mnifuate mazima 100%. But then meet me halfway. Tukutane pahala katikati. Chukua hiyo. Kumbuka ni kwa manufaa yenu ninyi wenyewe pia, kwa neno, ndoto zenu binafsi na jumla na rejareja, kwa mtazamaji, msikilizaji wa Bwana, jamii, taasisi zetu, jamii na human race.